Asante. Tunaendelea na Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini. Sasa ulize swali lake. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba sasa swali langu namba 200 liweze kupatiwa majibu kwa niaba ya wananchi ambao wanategemea kunufaika na mradi huu wa Ziwa Victoria. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa jimbo la Tarime mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wa Rorya Tarime uliopo mkoani Mara kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 134. Kazi zinazotekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio intake katika Ziwa Victoria lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 29 kwa siku. Ujenzi wa mtambo wa kutibu maji treatment plant wenye uwezo wa kutibu maji lita milioni 28 kwa siku. Urazaji wa mabomba umbali wa kilomita 110. Ujenzi wa matenki matatu yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 10. Sanjari na ujenzi wa kituo kimoja cha kusukuma maji booster station. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 16% na unatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka wa fedha 26/27 kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo unalenga kunufaisha zaidi ya wananchi 460,000 waishio katika wilaya ya Rorya na Tarime, ikiwemo mitaa 81 iliyopo kwenye kata 8 za Tarime mjini. Mheshimiwa Esther Matiko, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, huu mradi utarajiwa kukamilika Novemba 2025. Mkafanya extension kuja Septemba 2026. Na nimeuliza takriban mara 40. Bunge leo pita ndio karibia mara 26. Na bunge hili karibia mara 10. Sasa kwa kuwa mji wa Tarime una mitaa 81 una kata 8. Kata 4 tu ndio zinapata kama takriban 45% za maji. Kata 4 zingine hazipati kabisa maji. Na zile kata ni mitaa lakini zina taswira kama ya vijiji. Nikataka kujua ni kwa nini sasa serikali kwa mpango wa udharura wakati kusubiri mradi huu ambao unachukua muda mrefu sana, msione kuna haja ya kuchimba visima kwenye kata hizi, hii mitaa ambayo haina maji kabisa, ili hasa kwenye taasisi za mashule na vituo vya afya waweze kupata maji wakati kusubiria huu mradi wa Ziwa Victoria, kama vile ambavyo wenzenu wa umeme wanafanya, wanapeleka REA kwenye mitaa hii. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, huu mradi wakati unapita kuna wananchi ambao ardhi zao zimechukuliwa na kwa ajili ya kupitisha huu mradi. Lakini mpaka sasa wananchi hawa hawajui hatima yao ni lini watalipwa fidia. Nikataka nijue ni mkakati gani mlionao wa haraka kuhakikisha kwamba mnawalipa wale wananchi fidia waliopisha mradi huu ili kuendelea kupata baraka wakati mnajenga mradi huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kuwasemea wana Tarime mjini, na nikiri Mheshimiwa Naibu Spika, nje ya bunge lililopita, ndani ya kipindi hiki cha bunge nimejibu hili swali la Mheshimiwa Esther Matiko zaidi ya mara 10. Natambua kabisa mradi huu, tunatambua kwamba una maslahi makubwa sana kwa wilaya, kwa jimbo la Tarime mjini, kwa jimbo la Tarime vijijini, kwa jimbo la Rorya, na wabunge wote akiwepo Waitara pamoja na Chege wamekuwa wakiongelea mradi huu. Sisi kama serikali tumesikia sauti ya wanatarime, tumesikia sauti ya wananchi wake, na sisi tutahakikisha kwamba tunaenda kuongeza spidi ya kupeleka fedha ili mradi huu uende kwa kasi zaidi ili uweze kutoa matokeo kwa haraka. Lakini swala la kuhusiana na fidia, Mheshimiwa Naibu Spika, labda niseme hivi. Kuhusu fidia ya wananchi, tulikubaliana na wananchi wake. Sehemu ambapo bomba linapita, serikali haitolipa fidia. Tulikubaliana na kwa maandishi. Lakini maeneo ambayo tunalipa fidia ni eneo la chanzo cha maji, eneo la booster station na eneo la mtambo wa kutibu maji. Na katika eneo hilo tayari tumeshalipa zaidi ya milioni 36 wakazi, na orodha tunayo, Mheshimiwa mbunge akiomba tutampatia. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, tunatambua kwamba
tuna zaidi ya wananchi 20 ambao wameshalipwa, lakini eneo la pale ambapo bomba linapita hatulipi fidia ya ardhi, tunalipa fidia ya uharibifu wa mazao, na tayari tathmini tumeshafanya. Wananchi tunahitaji milioni 40 na tayari malipo yanaendelea. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge kwa wananchi wake, tuko makini kuhakikisha kwamba wanapata haki yao kulingana na jinsi ambavyo umejitolea ili mradi huu uweze kupita. Kuhusu hivi vijiji katika kata ambazo Mheshimiwa mbunge amesema, Mheshimiwa Naibu Spika, kata hizi changamoto yake kubwa ni moja. Visima vinapochimbwa katika hizi kata, baada ya kuweka pampu maji yanakauka. Tumefanya hivyo, lakini pia tatizo kubwa la Tarime mjini, vyanzo vya maji ni shida. Lakini kwa sababu nafahamu kwamba umuhimu wa wananchi katika kata hizi 5 ikiwemo Nyandoto na Nkende, na kuhakikishia kwamba hizi kata tumemwelekeza MD aweze kufanya tathmini iwapo katika kata zingine kuna mradi ambao una maji ya kutosha, tufanye extension kwenda katika hizo kata ambazo zina changamoto ya maji, wakati tukiwa tunasubiri utekelezaji wa mradi mkubwa wa Ziwa Victoria wa bilioni 134 ambao ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali ya awamu ya 6. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.